Maswali yamezidi kuwa mengi, kila mmoja akisema ama kujijibu kivyake, lakini swali kubwa hasa kwenye mitandao ya kijamii limekuwa watu wakijiuliza, yupo wapi Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan? Yadaiwa yapata siku takribani 5 sasa Mheshimiwa Rais hajaonekana, na hili linawafanya wanaharakati na wapinzani kupata yale ya kusema ama kuanzisha hali ya sintofahamu mitandaoni. Ikumbukwe, rais ni kiongozi mkuu wa nchi, huyo ndo bosi wa taifa na mtu pekee anayesimama badala ya Watanzania wote. Kwa maana hiyo, sio vibaya wananchi wake kufuatilia ama kutaka kujua kiongozi wao mkuu yupo wapi. Ijapokuwa suala la kutoonekana kwa siku kadhaa limeibua hoja na mijadala mizito hasa kwa wanaharakati na wapinzani. Sasa ili kujua yote yuko wapi na anafanya nini, baki na mimi mpaka mwisho. Mimi ni Queen Rayka Vision na hii ni Mseto Media. Hakikisha umebonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Baada ya hapo itakujia kengele, ibonyeze na utakuwa ni mtu wa kwanza kabisa kufikiwa na taarifa zetu pale tunapokuwa tunaziweka. Kutokuonekana hadharani Mheshimiwa Rais kwa siku kadhaa hizi kumeibua mijadala mitandaoni, hasa kwa wanaharakati wakioji Mheshimiwa Rais yu wapi na ana hali gani. Kwa mfano, mwanaharakati Maria Sarungi yeye ameposti picha 3 tofauti, zote zikionyesha viongozi wakuu wa Tanzania wakiwa Zanzibar. Moja ikiwa ni ya makamu wa rais Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi, ambapo taarifa yake ilikuwa inasema makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amemtembelea na kumjulia hali rais mstaafu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Mheshimiwa Aman Abeid Karume katika makazi yake Unguja, Zanzibar, Januari 3, 2026. Dr. Nchimbi alipata pia fursa ya kumtembelea rais mstaafu wa Zanzibar Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein katika makazi yake Unguja, Zanzibar. Taarifa ya pili ilikuwa ni ya waziri mkuu ambayo ilisema Dr. Mwigulu amewasili Zanzibar. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba Januari 4, 2026 amewasili Zanzibar, ambapo atashiriki katika uzinduzi wa miradi ikiwa ni sehemu ya shamra kuelekea kilele cha maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Na taarifa ya 3 ilikuwa ni mstaafu Jakaya Kikwete kuwasili Pemba, ambayo ilisema hivi: Rais mstaafu wa awamu ya 4 wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Jakaya Mrisho Kikwete awasili kwenye sherehe ya uzinduzi wa jengo la ofisi ya uhamiaji na makazi ya askari wilaya ya Micheweni mkoa wa Kaskazini Pemba, ambapo amepokelewa na waziri wa mambo ya ndani ya nchi George Simba Chawene, kamishna jenerali wa uhamiaji Dr. Anna Makakala. Uzinduzi huu ni sehemu ya maadhimisho ya sherehe za miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar. Uzinduzi huo umefanyika tarehe 4 Januari 2026. Baada ya kuposti hayo, Maria Sarungi alioji kwa nini viongozi wakuu wa Tanzania bara kama makamu wa rais, waziri mkuu, rais mstaafu Kikwete na waziri wa mambo ya ndani ya nchi Simba Chawene wapo Zanzibar na Pemba, tena wengine wakifanya uzinduzi ikiwa ni nje ya eneo lao la Tanzania bara. Lakini hapo akaoji, je, Mheshimiwa Rais yuko wapi? Hayo aliandika mwanaharakati Maria Sarungi, lakini wapo pia wanaharakati wengine wengi na viongozi wa upinzani waliouliza hayo. Majibu kamili juu ya maswali hayo sisi hatufahamu moja kwa moja, lakini baadaye tukafuatilia kwa undani na kujiuliza, Tanganyika na Zanzibar si ziliungana na kuwa Tanzania? Je, kwani ni vibaya kiongozi wa upande wa bara kwenda kuzindua mradi kisiwani ingawa wote ni wa Tanzania?
Jibu ni hapana, na ndo maana inaitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Upande wa pili tukawaza kuhusu wanaoji alipo rais. Tukagundua kwa upande wa serikali na taasisi mbalimbali nchini, viongozi hupewa muda wa mapumziko, hasa kipindi cha msimu wa sikukuu kubwa kama hizi zilizopita za Krismasi na mwaka mpya. Je, wangetamani kumwona Mheshimiwa Rais ofisini hata kipindi cha sikukuu? Jibu ni hapana. Basi huenda na yeye amechukua likizo fupi ya kula sikukuu na familia yake, kwani mheshimiwa ni mama, ni mke na bibi wa wajukuu zake pia. Hivyo huenda akawa likizo na familia yake kwa siku kadhaa, kwani tuliona picha alitoa salamu za pole na rambirambi kufuatia ajali ya majuzi akiwa Zanzibar, ambapo ndipo nyumbani. Kwa upande wetu sisi tumewaza hayo na kuona huenda ndivyo ilivyo. Je, wewe unawaza nini? Unaweza kuandika maoni yako hapa chini na sisi tutasoma. Hii ni channel yako pendwa ya Mseto Media na mimi ni Queen Ray Kavishe. Uwe na wakati mwema. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.